Na mtazamaji, tunaendelea. Tumeweza kusikia kauli kutoka sehemu tofauti tofauti. Nitakuja pia studioni ili kuweza kutumia muda angalau kila mtu apate nafasi ya kupata tena mzunguko wa pili wa kutoa maoni baada ya mmeweza kusikiza. Kwa hiyo kwa hivi sasa niweze kumpa nafasi Riro Sibuti uweze kutueleza. Umeweza kuyasikia mengi, umesikia wananchi walivyozungumza, msimamo wako unabakia wapi? Shukrani sana Rashid. Kwanza nafurahia kwa hapa. Jina langu ni Riro Sibuti, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kiufundi cha Kenya, na naona kama nyuzi joto zinapanda. Na kwa hivyo jasho huenda likatoka na au machozi. Kwa sababu mijadala yenyewe ya moto kweli. Mimi kwanza ningesema kwamba wanafunzi ndio tunateseka zaidi. Alafu pia wazazi. Kwanza mwanafunzi unapokuwa tayari kwa mwaka wa 3, yani mzazi huwa anahisi tayari ushaanza kuwa mzigo, kwa sababu vyo vyenyewe havijatufunza kujitegemea. Lazima uandikwe kazi. Kwa hivyo wakati huu ambapo hata hausomi, upo mwaka wa 3, upo mwaka wa 4, yani mzazi kabisa anashangaa, unamuitisha tu pesa alafu hauendi darasani, inakuwa vigumu. Alafu sasa hapa nitalizungumzia jambo fulani Rashid. Sijui kama ushawahi kusikia mtu anaitwa foreman. Ushawahi kumsikia? Naam. Tunaomba kwamba pia wale foreman wasio wakali tukienda kuomba kazi, maana yake sisi tuko nje, hatujui la kufanya. Kwa hivyo tunapofika pale site, akisikia tu wewe ni mwanafunzi wa chuo anakupatia simiti mzito kabisa, yani yataka kutese ndio wengine wafurahi. Kwa hivyo tungependa kusema kwamba hao foreman wasio wakali kwetu. Alafu mwaenda mtakuwa nishajaribu jana, nilienda nikafukuzwa, nikaambiwa bado hakuna kazi. Kwa hivyo hapo tushajaribu. Alafu ningependa kusema jambo lingine kwa wahadhiri. Tunaelewa kwamba wanalilia haki zao. Na mimi nimekuwa nikijiuliza ni kwa nini kwa muda mrefu vio havijaweza kujitegemea. Nimesema hili na nitarudia. Yani vio vinatufunza sisi, vinatupatia maarifa ya kuinvent vitu, kufanya innovations, lakini kwa nini vio haviwezi kuinvent kitu ama kufanya innovations ambazo zinaweza kuvisaidia kujitegemea vyenyewe? Yaani si eti kila wakati pesa zote lazima zitoke kwa serikali. Alafu jambo lingine, mimi nahisi kwamba serikali ina pesa. Kwa sababu sidhani kama hizi bilioni zinaweza kuwa ni tatizo, kwa sababu serikali inaingiza karibu bilioni kiasi hichi labda kila mwezi ama kila siku. Kwa hivyo haiwezi kawa ngumu kwamba sasa kutoa bilioni 8, bilioni 7 ni ngumu. Kwa hivyo ni tu haitaki. Na mimi ningependa kumwomba rais, sijui kama ataangalia hii video, sijui kama huwa wanatazama Citizen, kwa hivyo nadhani labda ataona. Jua rais, wengine tulikuwa wafuasi wako, na inakuwa vigumu sana kujitetea ama kukutetea, kwa sababu watu wanapo inject pia sisi huwa wanatu inject. Nakumbuka juzi nilikuwa mahali na ndugu yangu ananiambia saizi haupo shule kwa sababu ya rais, na wewe pia wewe unamtetea sana. Kwa hivyo inakuwa vigumu sana kujitetea. Kwa hivyo angeangalia swala hili, ndipo sisi tuliokuwa wafuasi wake tunapoongea tukizungumzia maneno mengine pia tuweze kusema hili ameweza kutatua na ameweza kupunguza migomo. Sasa kitu unavyozungumza ni kwamba hali ni ngumu, na kwa hivi sasa wakati mambo yanavyoendelea kama anavyosema Riro Sibuti ni kwamba watalazimika kutafuta mbadala wa kuzalisha shilingi 1 ama 2 ili waweze kujikimu kimaisha. Kwa hiyo wataonekana mitaani sana, si kwamba wanataka, lakini hawana budi. Na tukionekana mitaani watukubali, wasitufukuze. Sema kitu Soy Michael. Naam, asante sana Rashid kwa fursa hii ya kuungana nasi na kuweza kujadili neno hili zito. Kwa majina ni Soy Michael. Nilisaidiana na kiongozi wangu Rais Rocha. Alipokuwa rais nilikuwa mkuu wa utumishi wa umma katika Chuo Kikuu cha Nairobi. Kwanza kabisa ningependa kuweza kutoa rambirambi zangu na pole za dhati kwa wanafunzi ambao wameaga dunia katika Chuo Kikuu cha Nairobi kwa sababu ambazo ni mingi sana, zikiwemo mgomo na udhoofu wa afya ya akili. Na la pili ni kusema ya kwamba hili jambo la mgomo wa waadhiri si mambo ambalo ni geni katika taifa letu la Kenya. Mgomo ambao ulienda kwa muda wa miezi 9 ni ulikuwa ule wa mwaka wa 2003. Na ni kweli waadhiri wanauliza haki yao. Sasa swali ni je, hawa waadhiri wanalipwa lini? Lakini tukiangazia hayo pia, mwanafunzi ambaye kwa sasa zaidi ya
siku 48 kwa uhakika, ambaye hajakuwa darasani anaendeleaje? What is happening, Rashid, has caused a lot of mental health issues and depressions amongst our students. And now the question I want us to ask ourselves is, yes, the lecturers are holding a hard line that sisi hatuingii darasani mpaka tulipwe 7.9 billion. In University of Nairobi alone, we've lost close to 9 students to suicidal cases. Ukiongea na wanafunzi, hawana kitu kingine ya kufanya, kujihusisha na miadarati, kukua bibi na bwana katika mabweni, na wazazi wanatungoja pale nyumbani. Why can the government bite the bullet and say that if they have said they are paying in 3 installments, that we will pay, let's say in January, and say let these public universities close down to the month of December or to January, then turudi? Kwa sababu tukiendelea kukaa shuleni, we paying the rent, accommodation fee, and then also within the institutions of higher learning, there is this expenditure in terms of the electricity bills, water bills, security, and everything. The other thing I would like to say, Rashid, is yes, the lecturers and the government are doing their own battles over the money itself, and we are the ones who are much more suffering. But what bites me most is when at the University of Nairobi, the Research and Innovation Week continues, because it's lecturers thing front. Career fair is being organized by the administration inaendelea. Ni kwa nini wahadhiri wanafanya mambo yao ambao yanawasaidia wao wenyewe katika vyuo vikuu? Si basi hizi vyuo vikuu vifungwe, kila mtu waende nyumbani, tungoje hili tatizo likisha suluhishwa turudi shuleni. Kama nimekusoma unasema kwamba pia ningekuwa vyema wanafunzi nyumbani na wahadhiri nyumbani. Ndio sasa ikisha suluhishwa wote turudi. Lakini sasa tukiendelea kukaa namna hii, we risk losing a lot of more lives at the university. And that is why we have organized Health Awareness Day today. Nikitoka hapa, I'll be going to Kikuyu campus, which is most affected by these cases. Thank you, Rashid. Na bila shaka kauli nzito sana, sema kwamba hali inavyoendelea, msongo wa mawazo sana. Ni vyema kama kila mtu angeenda zake mtaani. Serikali ile siku itaamua, ndio kila mtu arudi zake chuoni. Japo muda utakuwa umesonga, lakini wanasema ili nusu shari kuliko shari kamili. Kwa mtazamo mtu hawezi amini kama wewe ni mzazi ambaye una mwanafunzi chuo kikuu, Daktari Kweyu Isaac. Lakini utatueleza zaidi, mwanafunzi wako ama mtoto wako wako chuo kikuu gani na unazungumzaje kama mzazi? Karibu. Asante sana Rashid. Kwa majina ni Daktari Kweyu Isaac, mkurugenzi wa Akasi Group International na pia mzazi mlezi wa wanafunzi 4. Mzazi mlezi. Sasa hapo ndo umetuelea, lakini kwa ungesema mzazi iko kidogo inatuchanganya, lakini karibu. Asante sana. Hawa watoto 4 wako chuo gani na gani? Wawili wako University of Nairobi. Kuna mmoja kwa KU, mwingine Maseno. Na mimi nashangaa sana kwanza kwamba even after the negotiations between the lecturers na government, hawajaweza kuwafikia malengo na labda kulipwa ama kusitisha mgomo. Na serikali kwa kiwango kingine pia inanishangaza, kwa sababu saa hizi tuko kwa taifa ambalo tunaamini linaongozwa na rais ambaye amesoma sana. Daktari William Samoei Ruto, BSc, MSc, PhD, CGH, OGW. Kwa hivyo natarajia rais kama yule ambaye tena amekuwa mbunge, amekuwa mbunge na pia amekuwa waziri wa elimu ya juu. So anafaa kuwa anaelewa kwamba mambo ya elimu ni mambo ya muhimu sana. Saa hizi what is happening kwamba rais anaonyesha kwamba he does not respect education in general. Lakini hata kabla hatujamlaumu, nataka ninyoshe mkono kidole cha lawama kwa wahadhiri. Look at what is happening at our universities. Saa hizi wale wanafunzi wangu 4 ambao na wafadhili kupitia kwa makubaliano ya kampuni yangu na organizations zingine, tuko na contracts zenye tumeagree kwamba tutawalipia school fees mpaka
4 years than certain amounts. So contracts ziko na limitations. So miaka 4 ikiisha na tukisha spend that money, inamaanisha kwamba what you are investing in these students, it will won't be realized, kwa sababu inafaa wakimaliza after 4 years watoke, we adopt them, waanze kufanya kazi tukiwa tunawakata hela kidogo kidogo. What is happening in universities ni kwamba the universities are also not equipping these young people with the knowledge ambayo inaweza generate income. Hata universities zenyewe ukienda huko unapata a university ambayo inafundisha business, mfano haiwezi run hata canteen for 1 year bila kuwa bankrupt. Unashindwa au wanafunzi wenye wanafundishwa business wakitoka hapa nje na wengine wamekuwa wakifanya kwa hizo canteens na wakiona zikianguka na watakuwa na knowledge gani? That's why we have products, end product ni hao wanafunzi wenye wakati wa mgomo wanafikiria heri waolewe, wengine wanafikiria kuingia kwa labda kufanya anasa na nini ili kupata fedha. Hivyo mimi nataka nikumbushe rais kwamba licha kwamba umesoma zaidi and you are on top, fanya kitu. It is very wrong for a man to be on top and you're doing nothing. Fanya kitu. Jambo lingine, umechukua muda kuelewa. Jambo lingine, after all this, mwenye anabeba mzigo ni mzazi. Na mimi kama tu mzazi mlezi na pia mfadhili wa wanafunzi, mzigo unakuwa mzito sana. Sasa hizi ukikuja kwangu kwa nyumba ambayo ni 2 bedroom house, unaweza dhani ni daycare ya watu wazima, kwa sababu wale wanafunzi wangu 4 na marafiki zao wengine wamekuja kupiga kambi wakisubiri. Kwa hivyo sasa hizi kama sapa yangu ilikuwa 1000, sasa hizi lazima niwe 1500 ili niweze kupikia watu lunch, breakfast na supper. So mzigo ni sisi wazazi ama wafadhili ambao tunaubeba. Lakini kuna swali moja nitakuja kuuliza, kwa sababu ukionekana kwamba mwanafunzi analalamika, mzazi analalamika, lakini ukiangalia mambo yanavyoendelea ni kama hili swala limeachiwa tu waadhiri. Maana yake waadhiri walikuwa hapa siku nikawauliza, je, wale viongozi wa vyuo vikuu mbona tuwaoni pia wakaitisha vikao wakasema hata hawa tulionao wana changamoto. Kungepata kupata maoni alafu baadaye turudi tuweza kupata maoni upande huu wa pili. Maana yake mimi leo nataka sana baadaye nimpe nafasi dadangu Claire, nitakupa nafasi ufungue roho. Wala usiwe na wasiwasi. Najua una mambo umehifadhi katika nafsi, nitakupa nafasi je uzungumze. Lakini ukiangalia kwa sasa hivi suluhisho lipo mikononi mwa serikali. Kwa sababu hawa wote wanaomba serikali. Mzazi anaomba serikali, mwanafunzi anaomba serikali, na nyinyi mnaomba serikali. Na hiyo serikali mshaka nayo sana, mmezungumza nayo sana. Je, kuna suluhisho mbadala la kupatikana? Kuna njia mbadala mnaweza kuiandama angalau ndugu zetu wakarudi shule? Ni wapi ambapo hamjabisha hodi ambapo mnaamini mkifika labda kilio chenu kitasikika? Cyprian. Asante. Nataka kusema ya kwamba umeweza kusikia kutoka kwa wanafunzi wenyewe, na pia tumetazama wengine kwa runinga kutoka sehemu mbalimbali za Kenya. Na hii inathibitisha kwamba mgomo iko kila mahali. Hata ile orodha list yenye walitoa. Niliona hapo university zingine zenye mimi najua kuna mgomo hapo. Yaani kuna mgomo kwa hizo university. Kama Technical University of Mombasa, juzi na jana wanafunzi wao walikuwa kwa barabara. Lakini umeona kwa ile list ambayo serikali inataka kuonyesha Wakenya kana kwamba masomo inaendelea, wameweka hiyo university. Nimeona University of Kabianga hapo pia kule mgomo imeshika. Polisi ndio wamejaa hapo kwa gate. Na waadhiri wamesema wacha hao polisi waende wafunze, na wameshindwa kufunza. So ile nataka kusema kwamba ni kuwa ukiangia serikali wanajua, si ati hawajui, ni ile kutopea priority higher education sector, especially university. Naweza pinga Cyprian, kwa sababu huwezi kusema kutopea priority, kwa sababu hizi siku 44 si siku moja. Yaani siku 44 waadhiri wakiwa nje, wanafunzi wako nyumbani, zinatosha ya kuonesha kwamba kuna haja ili jambo likasuluhishwa haraka weza. Sidhani kama tuhitaji siku nyingine nyingi ndio kupatikana kwa suluhisho. Ndio maana nasema wao ndio hawaja peana priority kwa kusuluhisha hii kitu. Kwa sababu kama tumekaa nje siku 44, ni nani ambaye hajaona ile jambo? Ni nani ambao unaweza sema hawa matatizo ni nyinyi, labda pengine mwataka zaidi? Kwa sababu pia inaweza kuwa pengine mkikatika vikao na nyinyi pia labda pengine mwataka zaidi, mwataka hili na ile. Unajua ile jambo ukiliangalia vizuri, na nataka niambie hata wanafunzi, hii jambo haijaanza sahihi. Ilianza 2021 waliposema lipa, wakakataa, wakaenda koti ikarudi ikasema March mwaka huu sasa lipeni. Ilipofika March, sisi kama unions ndio ujue sisi tunaelewa.
hatukwenda mgomo, tukaenda tukawaandikia barua, tukawaambia fanyeni hivi, koti imesema tulipe, mulipe, kujeni kwa meza tuweze kuongea vile namna ya kulipa. I wish wangekuwa wamekuja hiyo time, hakuna vile tungekuwa sahihi kwa mgomo. Lakini sasa unaona ni ile watu ambayo wanapuuza ama wanaona kana kwamba hii sekta ya university si mahali penye tunafaa kutilia mkazo. Maneno ya pesa imeongelewa hapa. Hata rais mwenyewe ameenda akisema ya kwamba Afrika mzima saizi Kenya tuko nambari 5 kwa zile nchi bora kifedha. Basi na hii ni nini tuko hapa nje tunafanya? 7.9 inakuwa ni pesa mingi kulipa. Bilioni 700 ndio budget ya education sector. Kulipa bilioni 7 peke yake. Kwa nini wanafunzi wahangaike kwa hizi masiku zote? Ndio maana nasema ukiangalia priority ndio hatuna. Kwa sababu government ya Kenya ikikaa saa hii cabinet waketi chini waseme we want to look for 10 or 15 billion na to clear problem. I will tell you, hiyo mkutano haitamaliza hata 1 hour. Watakuwa wamesuluhisha hii kitu. Shida ambayo tuko nayo hapa ni ile watu hawajafika mahali pa kuona hii inafaa. Sielewi ni nini wanataka tufanye. Hata hizi ya kutuambia tukue kama hizi nchi za nyingine South Korea na nini. Enda usome historia ya South Korea vile ilikuja ikakuwa ile kitu iko. Ni kwa sababu ya elimu ya university. But ikikuja hapa Kenya, hiyo watu tumepuuza. Nataka nikuambie ingekuwa ni walimu wa sekondari na primary wangeenda. Unafikiria wangeenda siku 40? Wewe ukifikiria? Hakuna. Ingekuwa labda ni siku 10 ikienda sana na aseme kujeni hapa kwa meza tuongee. Kwa nini tusifanye hivyo? Lakini wengine wamesema shida ni nini? Shida kubwa hapa ni kuwa wengi wao watu wakubwa, watoto wao wanasoma kule nje. Sasa hawana haja, wanashangaa hiyo vitu ya university unatuambia mimi mtoto wangu asomi hata hapo, kwa wale ambao wako na watoto wako kwa vyuo vikuu. Labda yeye anasema kule nje Marekani na kwingine. Sasa hawajatilia mkazo ili kusema wacha tuone hawa watoto wa watu wa kawaida ambao wengi wao ndio wako public university wanaweza kusaidiwa namna gani. Nimalizie nikisema hivi. Sisi kama waadhiri si ati tunapenda kukaa nje. Sisi tunataka wanafunzi wa vyuo vikuu waweze kufunzwa, wamalize on time na waende. Na hata saizi penye tumefika, na nakuambia wakasuluhisha saizi, hakuna mwanafunzi hata mmoja atapoteza time yake. Sababu time ya university iko in such a way that ifikapo September mwaka huu tunaenda, hawa wote wataweza kuenda mwaka ingine. Wale wa kumaliza watamaliza, na nataka nikuambie tutamaliza. Sababu gani? Kuanzia mwezi wa 5 mpaka 8 wanafaa waende holiday. We will recover the time. That's what we have told them. Na tumesema hivi sisi, wafadhali tufanye mgomo saa hii na tumalize mashida zetu zote kabisa. Na kuanzia sasa mpaka mwaka wa 2030 hautasikia shida, kwa sababu tukisolve CBA ya 2029 inamaanisha kuanzia sasa mpaka 2029 hakuna kitu sisi tutauliza ama kuitisha. Masomo itakuwa nywe. Na wakiwa wazuri, wakuwe na tabia nzuri kwenda mbele. Inamaanisha pia hata hiyo 2030 hakutakuwa na mgomo. Kwa sababu tukienda kuanza ile mkataba ingine ambayo itakuwa inaitwa 2029 2033, utapata solution imeletwa mapema, imefanyika, tuna move smoothly. Kwa sababu ukiona sekta zingine, si ati sisi pekee tunaitisha mishahara, si hao wengine wameongezwa. Kwa nini nyinyi hamjaona hao watu wakiwa kwa barabara? Kwa sababu kuna mpangilio. So tukifanyiwa hiyo, nataka kuambia wanafunzi wetu ya kwamba hakuna mtu anataka kupoteza time yenu. Tunataka mmalize haraka, mkuje mtu join. Ile sisi tunasema ni kuwa government if they are serious with this matter, mimi penye niko ni mkutano wa saa 1 peke yake. Solution inapatikana. Wasomi pia na nyinyi wakati mwingine mnafikishwa kwenye ukuta. Wajua watu wanatuma jumbe wanasema maprofesa nao pia nao wameshikatama. Hii Kenya kweli ina kazi. Kwa sababu hapa ilipofikia ni kwamba tunahitaji ile goodwill, ndio muhimu sana. Kwa sababu tunahitaji mtu ambaye ataitisha hiki kikao. Kwa sababu kama ni kikao cha Ijumaa mlisema mlikaa lakini hamkupata suluhisho la kulipa 7.9. Hamkupata suluhisho la kulipa 7.9 billion. Kuna sacrifice mnaweza fanya kama waadhiri kwamba okay 7.9 na kuna hii mkataba mwingine. Kuna mahali mnaweza finya mkasema sasa Rashid pengine hata wakifanya hii tunaweza rudi, ama hakuna mahali mnaweza legeza? Naam Rashid. Mugala muue lakini haki mpe. Sisi hatujakuwa wanafunzi wazuri, niseme serikali haijakuwa mwanafunzi mzuri kwa historia. Kwa nini nasema hivyo? Mwaka wa 2019 kulikuwa mgomo kama huu.
ulimaliza miezi 3 na tulikuwa hata tumeandikiwa mabarua ya onyesha sababu ya kutofutwa kazi, na wakati miezi hiyo 3 iliisha, zile barua zikatupiliwa bali, ile pesa yote ikakuja. Kwa nini serikali haitaki kujifunza na mwaka wa 2019? Haya, mojawapo ya vichochezo vya kukuza uchumi ni masomo ya juu, na hakuna nchi imetajirika duniani bila kuwekeza kwenye masomo ya juu. Tafakari haya Rashid, mwaka wa 2022 wakati rais alikuwa anatuomba kura akiwa deputy president, alitualika sisi wahadhiri wa vyuo vikuu pale Karen. Alituambia nini? Kwamba maneno ya migomo, maneno ya CBA munichague itakuwa historia. Nyote. Mlikuwa nyote kwa hicho kikao? Yeah. Alituambia nini? Tulikuwa wengi. Alituambia nini? Walilambishwa. Sema hivi migomo sahau. Alisema migomo mutazika katika kaburi za sahau. Maneno ya CBA haitakuwa tena inatatiza wanafunzi. Sasa ndio maana nasema hatujifunzi na historia. Sasa hii maneno matamu sisi yametufika kikomo. Maneno ya kuambia sio ati kwamba hatuna hisia na hawa wanafunzi. Tunazo. Kwa nini nchi ya Amerika inachukua kodi, pesa za kodi, wanaezeka sana kwenye vyuo vikuu? Unasikia Harvard wanapewa taxpayers money mabilioni ya kufanya utafiti. Kuna mwanafunzi mmoja pale amesema ati hakuna innovations utafiti. Niulize, kama za mishahara hazitumwi, ni zile za utafiti tutatumiwa? Ni hizo. Sasa Rashid, maneno ya ati tusogeze kaba, tujadiliane nini, wakati wake umepita. Tuwe nchi ya kuheshimu sheria, rule of law, kwa sababu Court of Appeal mwezi wa Machi, Court of Appeal ikaamua tulipwe. Kwa nini sasa tumeanza sarakasi? Ndio maana tutakuwa kwa hii mgomo kwa muda mrefu. Kama ndivyo wanataka kama ndivyo wanataka, basi sisi hatubaduki. Profesa Muya, kama ni mtu ambaye alikuwa pengine manake kama nimeweza kusikiza maneno ya ndugu yangu Teddy dada, kama sikosei, alikuwa amesema kwamba wangependa kama wangemfikia rais ili wamwambie rais, vipi, mbona uoni shida iko wapi ili mpate. Lakini kumbe nyinyi wenyewe tayari mna ukaribu na huyo rais, manake mlikutana naye hata kabla awe rais. Na mimi najua kwamba unapotana na mtu mna mawasiliano, mna ukaribu naye. Je, yule ambaye aliwafanya mkakutana naye wakati huo haizi fanya mkakutana naye sasa? Asante Rashid, na asante wa Kenya kwa swali kama hilo. Rais sio mgeni kwetu. Kwanza tumemfundisha kama maprofesa, alipata PhD yake 2018 University of Nairobi, Doctor of Philosophy in Plant Ecology. Kwa hivyo ni mwanafunzi wetu, ni mtu tunajua, tumefundisha kazi, lakini kazi mzuri. Sasa kama mnajua na shida kwa shida ni kwa sababu vile unasema mwanzo anakujua na pili anajua umuhimu wa vyuo vikuu. masomo, sababu wenyewe mmemfundisha. Sababu yeye amesoma na tumemfundisha, lakini tumemfundisha ile mzuri. Na rais anaelewa vizuri ya kwamba dawa ya dini ni kulipa. Na pia anaelewa vizuri dawa ya dini ni kuhakikisha urudi tena kwa madeni. Na dini kubwa inaletwa Kenya hii ni tume moja inaitwa SRC. Yaani tume ya mishahara na marupurupu. Kwa sababu hiyo ndio shida kubwa tunaona. Sababu like ile siku 40 zilipita inaganganya PS education, inaganganya CS education, na pia hata hao CS na PS wanakubali kuganganya. Kwa hivyo kitu ile tunaomba rais kwanza, peleka hiyo tume yote nyumbani mara moja. SRC should now be reporting from home. PS education na education should also be reporting from home. CS education is also, kwa sababu hizo siku 40 wakituzungusha kwa msitu kama vile shetani alizungusha Yesu for the 40 days akimteza. Hiyo ni kuharibia Kenya. Hiyo gharama yote iko Kenya kwa hiyo siku.
kwa sababu walituzungusha, alafu baadaye wakakuja kusema ni 7.4, 7.9 ni bilioni 7.9. Kwa hivyo hiyo tume kwanza ndio chanzo kikubwa na kidhibiti kikubwa cha kuhakikisha wafanyikazi wa Kenya sana sana wa vyuo vikuu wamepewa haki zao, kwa sababu wao ndio wanasema ati ni 8.8 billion. Mtu anakuja na table anasema wafanyikazi wa university wapewe mishahara hii, na hiyo mishahara itakuwa pesa hii. Sasa unaweza kuja kuambia mtu na kupima suti, na hii suti na kupea hii material hata kama ifit hapo ndani. Hiyo shida ndio kubwa. Kwa hivyo tunaomba kama rais anasikiza, hii mambo mingi tuacha. Amesoma, actually ndio amesoma zaidi katika marais wale tumekuwa nayo kwa hii Kenya. Kwa hivyo hiyo maneno anaelewa. Alituahidi wakati akiomba kura na tukakubali, tukaelewa. Alipe, dawa ya dini ni kulipa. Hakuna kitu kingine. Naam, shukrani sana Mwiga. Yes. Manake ni kauli ambayo nafikiri wanafunzi hapa wameona kwamba kuna urahisi wenyewe kupata suluhisho, kwa sababu huyo ni mtu ambaye wanazungumza naye, sivyo? Sasa nyinyi mmeona kwamba suluhisho zapatikana, manake kumbe rais ni mtu ambaye mmemsomesha, mnaongea. Kwa hiyo wanafunzi wanaona kama kweli ni mtu wa karibu hivyo, mbona msingemwambia rais shida sio hapa, rekebisha hapa kwa CRC, hapa ndo tatizo. Nadhani mkimpa ushauri bora, na sababu mwajuana, hawa dada zangu na kaka zangu watataabika jinsi wanavyotaabika. Yes, asante sana. Nataka kurudi pale tu ndugu yangu Obati alianzia that mambo ni government na priority. Kila mtu anajua government is a spender. Government si ya kutengeneza pesa. Haja ya government collect tax, ikuje consolidated fund, iseme hii pesa weka hapa. That happens every day. Na so hii serikali one problem iko nayo ni priority. Na another problem iko nayo, and that's why everybody anauliza president intervene, kwa sababu he does not delegate what we can call genuinely. Minister hakuna kitu atafanya, there is no decision he can make. Juzi Badi was in media saying hawa watu tu wengine wanasema 624 million, wengine 7.9, hawajasema ni pesa gapi wanataka. They kulipa, that's what Badi said kwa media. Sasa juzi tumesikizana ni 7.9 billion. Kwa nini hajalipa? So I think the president has a problem of delegation. Akona shida ya kupea mtu kazi na kumwasha afanye. Kwa sababu kama hiyo kitu inafanyika, saa hiyo pesa tungekuwa nayo. Tulipata pesa kwa Saitoti in 2013 CBA tulipata 10 billion. Saitoti, that was the time of Kibaki. Saitoti could make that decision na akatupea pesa. Lakini uweze fanya maamuzi kama labda pengine hakuna pesa. Wajua waweza kuwa nataka kufanya, lakini ziko wapi sasa? Nakwambia serikali iko na pesa. Let me ask you, 8 billion ni percentage gani from 4.2 trillion budget? It's peanuts. Hiyo ni pesa actually inazunguka huku Kenya, hatuna watu kwa mifuko hii, unaona wanapeleka kwa Harambee na kwa empowerment. So what I'm trying to say is a matter of priority na failure to give relevance, kukosa kupea masomo kipaumbele. Kitu kingine nataka kusema ni value for money. The purpose of a CBA ni kitu inaitwa kucompensate the loss of value of your money. Yani mshahara yako inapunguka. Like niseme pena mfano, 10 years ago mkate was 40 shillings, 50 shillings ama 35 shillings. Sasa hii ni 70. So it means ile mikate ungenunua 10 years ago, sasa hii huwezi, you can only buy half ya hiyo mikate. So pesa yako ime lose value. Na tunaongea mambo ya 10 years ago 2017. So ile pesa yangu serikali imekataa kunilipa kutoka 2017. Sasa imepoteza value. Na even in developed economies, value for money is calculated by something called consumer price index. Yani every day kuna value consumer ana lose kwa sababu price ya kitu inapanda. Kitu kingine ni inflation. Those two parameters zinatumika kuhesabu value of your money. So wakati serikali imekuwekea pesa kutoka 2017 mpaka leo na bado inataka tena peleke hiyo pesa 3 more years ahead, hiyo ni uongo na it is being unfair. The other thing I want to say, Bwana Rashid, ni kwamba I want to answer 2 questions my students asked there. One, iliulizwa na Lilo. Hiyo self-sustaining. How can universities be self-sustaining? Tuko na shida ya funding of universities. Wewe unajua tu hata kuna shida ya competition ya high school na primary, watu wanasoma tu daily.
Saima, most head teachers, principals had to close school early because hawana pesa. Siwezi kukupea institution hata kama imejengwa na gold, nikupea wanafunzi waingie ndani kwambie utafuta pesa huko na ufunze hawa wanafunzi. You people you learn on bursary, the people in public universities. Na hata hiyo pesa mnapewa HELB yenu inakuja haraka kwa sababu nyinyi mnajulikana mtatoa fujo mkikosa hiyo lakini ile inakuja kwa university kama HELB ama hii ingine inaitwa grant ina delay. So sometimes it is very difficult for a university to learn itself because nyinyi, the university has self duty to educate you for the government so that ndio hii journey to Singapore iwe realizable. Sasa if we can't do that, then even this journey to Singapore is a mileage. Na bila shaka Mwiga Rugara ambaye anazungumza mwenyekiti wa WASU JKUAT anazungumza maneno mazito tu sana. Nataka nikupe baadhi ya taarifa ambazo tumeweza kuandalia, alafu nikirudi niweze kuwapa nafasi ndugu zangu waweze kuchangia katika kauli zao za kumalizia, la pia vile vile tuelekee tukazungumze na mwenzetu wa Maseno ambao kule. Na pia kuna swali la kwamba kwa sababu mabinti ni watu ambao hawatafuti riziki sana, na nyinyi kina kaka mnakwenda kutafuta riziki sana, wakati mnatafuta mnachokipata basi msiwarubuni ya mabinti kule chuoni, kwa sababu tusaidiane katika hichi kipindi mpaka suluhisho lipatikane. Kwa sababu nimeona jumbe nyingi wanasema Rashidi, ni ngumu kuona wanawake wametoka Nairobi wakatafuta kazi za vibarua. Watu wanasema ni ngumu, hawataenda. Lakini kina kaka zetu ambao wanaenda, basi watu wasaidiane kwa wema, isiwe kutosaidiana kwa wema, kwa sababu ni ngumu tuseme leo mabinti wote watoke watafute riziki, itakuwa ngumu. Na suluhisho ambalo lipo ambalo limezungumzwa pia na Soi, kama nimelisikia nitakuja kuwauliza, mnaona pia ni sawa watu waende nyumbani? Manake kuna hoja ameileta, watu waende nyumbani, waadhiri nyumbani, wanafunzi nyumbani, mpaka siku suluhisho litapatikana. Maana kadri tunavyokaa chuoni mabalaa mengi tu yanajitokeza, mengi baada ya muda usio mrefu.